Katika Mithali 29 na mstari ule wa 4 inasema, mfalme huithibitisha nchi kwa hukumu, bali yeye apokeaye rushwa huipindua. Mfalme huithibitisha haki, huithibitisha nchi kwa hukumu, bali yeye apendaye apokeaye rushwa huipindua hukumu. Yeyote yule ambaye atakaa katika kiti chochote kile kuanzia ngazi ya juu mpaka chini, anapopenda rushwa, anapopokea rushwa, mimi nakwambia anaipindua haki. Anaipindua haki vipi? Angalia sana jinsi ambavyo hata viongozi wa ngazi ya juu wanavyopokea rushwa, na baada ya muda wanapotoka madarakani ndio tunaja kujua kumbe alipewa hiki ili apitishe hiki. Kwa sababu unafanya biashara ambao wakubwa wanakuja nyuma yake, wanapitia mikataba ya ajabu, mikataba ya ovyo, lakini kwa sababu amepokea rushwa, huyo mtawala mwisho wa siku anafanyaje? Mwisho wa siku bali yeye apokea rushwa huipindua. Anaipindua haki. Anapindua haki ya wananchi kupata huduma. Anapindua haki ya wananchi kuishi kwa amani. Anapindua haki ya wananchi kwenda vizuri. Ndio yote tunachokisema kwamba huyu apokeaye rushwa huipindua haki. Na akishaipindua haki, watu huishi kwenye manunguniko, watu huishi kwenye malalamiko, watu huishi bila amani. Kwa nini? Kwa sababu mimi nakwambia katika hali ya kawaida athari haiwezi kawa juu tu, itashuka mpaka chini, ambako watashangaa sana. Heshima ilikuwepo sasa haipo. Wanapoenda na huduma sasa wahudumiwe. Hiki kwa inapatikana sasa kipatikani. Hiki kwa ni bei ya chini sasa kiko juu. Hiki kwa hivi na sasa kiko. Na mimi nakwambiaje, huyu anayekupatia rushwa lazima arudishe fedha yake. Na Mungu akubariki sana wewe kama ni kiongozi. Uache hiyo tabia. Na Mungu akusaidie sana. Na sisi tunakemea kila aina tabia ambazo ni mbaya. Haijalishi ni kiongozi, haijalishi ni mtu wa kawaida. Lazima tuzikemee. Rushwa ni adui wa haki. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina.